na tarehe ya leo ya 21 na mwezi wa 6 na mwaka wa Bwana uliokubalika wa 2026. Mungu amenipa neema, niko pamoja nanyi na nyenyekea sana kabisa. Waheshimiwa viongozi wetu wa CCT, na nyenyekea sana kwa kuona kwamba kwa majira haya yanastahili na mbingu zimeachilia kibali. Nimepokea mwaliko huu kwa moyo wa unyenyekevu. Waheshimiwa wachungaji wetu wote wa makanisa yetu ya Umoja, na nyenyekea sana, lakini pia nasikia kutiwa moyo kwa kuwaona kwamba mmeandaa jambo leo na nyie mpo. Jamani, makofi mengi. Lakini mheshimiwa sana mwenyeji wetu mchungaji, kwa kubariki pia hata kwa kupokea kusanyiko hili. Kwa kweli katika mzunguko inawezekana anakukia kwako ukasema mimi nina ya kwangu, twende kwingine, lakini nao kaona ni jambo jema. Mungu akubariki. Makofi mengi mengi. Niruhusu mtu wa Mungu niende kwenye ujumbe wa neno la Bwana, na nitakuwa mwaminifu sana. Ofisi au kamati imenielekeza saa 12 kamili tuwe tumemaliza kila kitu, ili na wale wa mbali na wao waweze kufika mapema. Hilo nitaliishi, na kwa msaada wa Roho wa Mungu Bwana atanisaidia, na kwa kila kitu mpaka muda huo kitakuwa kimekaa sawa. Lakini natambua tuna waimbaji pia ni wahubiri. Kuna wengine kwenye semina hii anatamani tukuje asikie kwaya inaimba. Watumishi wenzangu, Mungu ametupa hii wito, njoni tumtukuze Bwana pamoja. Mna nafasi kubwa sana na kuimba. Kwa waimbaji kutoka makanisa yetu, oneni namna ya kutumika katika utumishi wa Mungu. Kuna mtu kweli nasema hata ibada kuna mtu anakuja tuasikie kwaya ikiimba wake amebarikiwa. Kuna kusanyiko hili, kuna mtu anatamani walao asikie ujumbe, apokee ujumbe kwa njia ya nyimbo. Kwa hiyo oneni namna kwamba kila siku, kama siku ya zote walao hata 2, basi waimbe na siku nyingine angalau, lakini siku isipite katika utumishi huu, lakini tupate pia utumishi wa waimbaji wetu. Amen. Watu wa Mungu, amen. Kwa wale ambao inawezekana siku ya kuwepo na jioni hii tuko pamoja. Jina langu naitwa Mwinjilisti Geoffrey Simon Gwambo. Niko kule Dar es Salaam, Dayosisi Mashariki na Pwani, mshirika wetu wa Mkusa. Niko pale kwa utume. Namshukuru Mungu sana kwa heshima hii ambayo amenipa leo. Nasi nikawaambia wale wataalamu wa makabila wakishasikia wakina Gwambo wanajua ndio wale walevi hivi. Mimi ni Mpare, lakini ni Mpare nisijivunia kipare. Ni Mpare ninayejivunia Yesu aliyeokoa. Nasema hivyo maana ulimwengu wa leo umevamia. Niliwaambia hata walikuwa ibada asubuhi. Mama mmoja anamwambia kijana wake, usiwe kabila fulani hajabarikiwa. Sio sawa. Makabila yote yamebarikiwa katika Mungu. Tutatembea na ujumbe ambao una kichwa kinachosema mwenye haki hata anachuma, ili Mungu awaaibishe wa kuchukia. Mwenye haki hata anachuma, ili Mungu awaaibishe wa kuchukia. Sasa semina ya awamu hii amealikwa mwalimu mwinjilisti. Sasa inawezekana usifaidi kuandika vingi, lakini Mungu akupe neema kunasa ufunuo. Narudia, itakusaidia. Kwa sababu mimi ni mwinjilisti. Kwa hiyo kwenye nafasi ya ualimu sipo, najijua. Sema amina. Na mwalimu ni mtu wa hatua kwa hatua. Yaani mwenzangu mimi ningetamani hapo kuna jukwaa liko hapo nje. Nisome tu mstari mmoja, funika Biblia. Sasa tuko ndani. Kwa ni rehemu. Kwa wale ambao umezoea semina za walimu wa hatua kwa hatua, hii Mungu akusaidie kudaka ufunuo. Utakuvusha mahali katika jina la Yesu. Kwa kichwa hicho kitatembea rasmi kwa msaada wa Roho wa Mungu kama alichokiachilia kwako.
mwenye haki hataachwa, ili Mungu awaaibishe kwa kuchukia. Kitabu cha Mwanzo na sura 37 na fungu la 5 hadi 11. Kitabu cha kwanza kabisa kwenye Biblia, kitabu cha Mwanzo na sura ya 37 na fungu la 5 hadi 11. Mwanzo 37:5 hadi 11. Na watangulia kusoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Wapendwa, wakazidi kufanya nini? Na kumbuka ujumbe wetu, mwenye haki hataachwa na Mungu, ili Mungu awaaibishe wa kuchukia. Kwa hiyo chuki imeanza kutamkwa. Narudia hiyo. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhali sikieni ndoto hii iliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi, nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. 9. Akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake, akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine, na tazama jua na mwezi na nyota 11 zikaniinamia. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea, akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudie hata nchi? Ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake akalihifadhi neno hili. Na Mungu amsaidie kabisa. Sema amina. Watu wa Mungu, kwa nini tuwe na semina kama hizi? Kwa nini tuwe na semina hizi? Jibu ni rahisi. Hosea 4:6 ameweka wazi, watu wangu hawaangamii, wanaangamizwa. Si watu wangu wanaangamia, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Leo tunamalizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Okay, sasa maarifa tunayapata wapi? Mithali, baba wa hekima, anatupa majibu. Mithali 12:1. Mithali 12:1 anasema, kila apendaye mafundisho hupenda maarifa, bali yeye achukiaye kulaumiwa ni kama mnyama. Alafu anasema, mtu mwema Mungu humpa upendeleo. Mithali 12:1-2. Kule anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Sasa maarifa tunayapata wapi? Kwenye kujifunza neno la Bwana. Kwa nini tunapojifunza neno la Bwana? Mithali anasema 12:1-2, kila apendaye mafundisho, apendaye kujifunza neno, huyo hupata maarifa. Na unapopata maarifa, Mungu anakuona wewe ni mtu mwema. Alafu mtu mwema Mungu humpa upendeleo. Na jioni leo umepata upendeleo, kwamba miongoni mwa wengi umepata upendeleo, uko hapa. Wacha ukapokea Bwana katika jina la Yesu. Rudi kwenye Biblia. Mwenye haki hataachwa. Isipokuwa andiko hili inaweza kukuacha mahali. Kitabu cha Zaburi na sura 37 na fungu la 24 hadi 25. Kitabu cha Zaburi na sura ya 37 na fungu la 24 na lile la 25. Kitabu cha Zaburi na sura ya 37 na fungu la 24 na lile la 25. Neno la Mungu linasema, ajapojikwaa hataanguka chini, Bwana humshika mkono na kumtegemeza. Daudi anasema, nalikuwa kijana
nami sasa ni mzee, lakini sijamwona mwenye haki ameachwa, wala mzao wake akiomba chakula. Na Mungu atusaidie. Kanisa sema amina. Mwenye haki hata tu ili Mungu awaibishi kwa kuchukia. Sasa tunaporudi kwa Yusufu, Biblia inasema Yusufu akaota ndoto, na kwa nia njema akawashirikisha ndugu zake. Jamani, nimeota ndoto, ingawa umesimama, lakini miganda imeinamia. Ni ndoto tu, ameota ndoto. Hii ndoto ikaleta balaa, hii ndoto ikaleta shida. Kwa nini? Ndugu zake hawakuhitaji hata mtu wa kuwasaidia wapate tafsiri ya ile ndoto. Kwa nini? Yenyewe iliwapa majibu kwamba kama mganda wa ndogo umesimama, ya kwetu imeinama, huko tuenda kuna majina ndogo atainuliwa, sisi tutakuwa chini yake. Wakamchukia. Sasa najiuliza, hawa majamaa nani anamchukia ndugu yao kwa kosa gani hapa? Ni ndoto tu, ni ndoto. Sasa sifundishi somo la ndoto, lakini nikudokezee mawili yatakusaidia. Mungu ana njia nyingi za kusema nasi, lakini pia anaweza akasema nawe kwa njia ya ndoto, lakini ni njia ambayo na utumishi wangu pia naiogopa hata mimi. Ndoto. Kwa ndoto Bwana, unaweza ukakuta misuko yako siku nzima, usiku ndio inajirudia kichwani, wewe ukafikiri ni ya Bwana, kumbe ni misuko yako ya mashambani. Sasa usipojua unaweza ukaiatamia ukifikiri ni ya Mungu, kumbe ni ya kwako tu. Lakini pia shetani naye anaweza akapita hapo ukafikiri ni ya Bwana, kumbe ni ya nani? Ni ya Mungu. Kwa ni njia ambayo hata mimi mwenyewe naiogopa, lakini pia ni njia ambayo pia Mungu anaweza akapitia ndoto. Sasa inahitaji utulivu sana unapoota ndoto. Kwani kuna maana unaweza ukakemea. Ndio ukemea. Ndio sifundishi mtu kuongezea chochote. Kwa mfano umelala, unaona masimba wanne au sita wamekuzunguka, na wote unajua simba ni mnyama mkali, si ndio wapendwa? Umelala unaona masimba wamekuzunguka, alafu tena unakumbuka kwenye ndoto, lakini ndoto imekuja kwa namna hiyo kwamba ulizungukwa na masimba. Unajua kwa ufahamu kawaida unaweza kusema simba ni mnyama mkali. Sasa imeota masimba, labda kuna mashambulizi